Kwa mara ya kwanza naona Ibra ameweza kuposti kipande cha video ambayo tunaona huu ni wimbo ambao Harmonize aliwahi kuimba na Ibra kabla Ibra hajaondoka katika lebo ya Konde Gang. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba Harmonize alimsaini Ibra katika lebo ya Konde Gang na tunaona walifanya kazi pamoja. Sasa baada ya hapo tunaona Ibra naye alifuata nyayo za Harmonize, ambapo tunaona kabla Harmonize hajatengeneza lebo yake Konde Gang alikuwa chini ya lebo ya Wasafi, hapa nazungumzia WCB. Na huko na tunaona baada tu ya kutoka katika lebo ya Diamond, tunaona Harmonize alilipishwa pesa zaidi ya milioni 600 ili tu kung'atuka katika lebo ile. Sasa baada ya Harmonize kung'atuka katika lebo ya Wasafi, akamtafuta Ibra na kwa bahati nzuri tunaona Ibra alipata nafasi ya kusainiwa pale katika lebo ya Konde Gang, na baada ya kuweza kusainiwa katika lebo ya Konde Gang tunaona kabisa kwamba kila kitu kilienda sawa, na tunaona Harmonize alimpa sapoti ya kutosha kijana mwenzake, na tunaona kwa namna moja ama nyingine Ibra alipata nafasi na akafanya vizuri, na kitu ambacho cha kufurahisha ni kwamba aliweza kutoa hit song nyingi sana. Sasa basi kuna ngoma inaenda kwa jina la Friendzone, ambapo tunaona imetoka baada tu ya Ibra kujiondoa katika lebo ya Konde Gang, ambapo tunaona nyimbo hiyo tunaona Harmonize aliimba pamoja na Ibra, lakini tunaona Ibra alilipishwa bilioni 1. Lakini sasa tunaona inaonekana kama ngoma ile baada ya kutoka wengi wakashangaa kwamba inakuwaje sasa tena Ibra ametoka katika lebo ya Konde Gang, afu tena Harmonize amonekana kutoa ngoma ambayo alishafanya na Ibra, kitu ambacho kimefanya mashabiki kumuona Ibra kama hana msimamo. Lakini pia tunaona uadui umekuwa mkubwa sana kati ya Ibra pamoja na Konde Gang, ambapo tunaelezwa kwamba Ibra ni kama alikuwa na migogoro na bosi wake wa zamani, hapa nazungumzia Harmonize, na tunaona ni kama alikuwa hivi, na tunaona Ibra alimwaga siri nyingi sana kuhusiana na Harmonize, kitu ambacho hata ngoma ilivyotoka ya Friendzone tunaona Ibra hakuposti kitu chochote kupitia ukurasa wake wa Instagram, kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba hataki kabisa ukaribu na Harmonize, lakini pia hataki kabisa kusapoti project yoyote ya Harmonize. Lakini Harmonize ya kuonyesha ubaya, kitu ambacho alichokifanya Harmonize ni kutoa ngoma ambayo kiukweli walishafanya na Ibra na ilikuwa ni ngoma kali sana. Sasa cha kushangaza ni kwamba Ibra akaonekana ameposti kipande hicho kupitia Insta story yake. Watu wengi wanajiuliza labda pengine wameshasameheana, kwa sababu tunaona bifu lilikuwa zito na inaonekana BASATA waliweza kuamua ugomvi wao, ambapo tunaona Ibra alitoboa siri kwamba aliyemsaidia mpaka akaweza kujitoa katika lebo ya Konde Gang alikuwa ni Diamond Platnumz, ambaye ndiye aliyemsaidia Ibra. Lakini pia inaonekana kuna wanasheria ambao walitumwa na Diamond Platnumz kwa ajili ya kuweza kumsaidia Ibra kwa ajili ya kuweza kupambana na Harmonize, lakini pia kuhakikisha kabisa kwamba anajisimamia mwenyewe. Lakini taarifa ninazozipata chini ya carpet ni kwamba Ibra kuondoka katika lebo ya Harmonize inaonekana ni mkono wa Diamond, ambapo tunaona Majizo alijichanganya akasema kwamba Harmonize amesaidiwa vingi sana na Diamond, lakini Harmonize akasema kwamba huyo mnayesema kwamba amenisaidia ni kwamba ndiye aliharibu lebo yangu, kwa sababu tunaona Angela aliahidiwa kutoa ngoma na Zuchu, lakini mpaka leo hakuna chochote. Lakini ukiachilia mbali na Angela, tunaona pia Ibra naye pia amelipwa kwa ajili ya kuweza kumkandamiza ama kumdidimiza Harmonize. Kwa hiyo tunaona ni kitu ambacho kinaonyesha kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea kati ya Harmonize pamoja na upande wa pili. Kwa hiyo sasa tunaona maji yamezidi unga, ambapo tunaona kwa upande wa Harmonize anasema kwamba kule sasa hivi Ibra mambo ni magumu, kwa sababu ahadi ambazo aliweza kupewa na Diamond kwamba atakuja kutimiziwa, lakini ahadi hizo hata moja hamna ambayo iliweza kutimia.
na kitendo kingine ni kwamba Ibra akaamua kujitafuta kwa namna nyingine, ambapo inaonekana kama yeye ndiye atakayekuwa mrithi wa wale wasanii ambao wameondoka pale Wasafi. Mfano, tunaona Mbosso alijiondoa pale, tunaona Rayvanny pia aliondoka pale WCB. Sasa wasanii waliobaki ni Zuchu pamoja na Dvoice, ambapo inasemekana kwamba wanataka kumpata msanii ambaye kiukweli anajua kuandika, lakini msanii ambaye kiukweli atakuja kuziba pengo ambalo wameacha wengine. Sasa inaonekana mipango hiyo bado haijakamilika, bado haijatimia, na inasemekana kwamba Diamond na timu yake bado inaonekana bado wanajaribu kuangalia ni kitu gani ambacho wanaweza kufanya kwa ajili ya kuweza kumsaidia Ibra. Lakini kingine ni kwamba inaonyesha kwamba Ibra kitu ambacho amekifanya ni kusapoti kazi ya Harmonize. Sasa hii kibiashara nikiangalia ni kwamba Ibra inamweka katika wakati mgumu. Kwa sababu gani? Ni kwamba amesha mcheka mamba na akavuka mto. Sasa baada ya kumcheka mamba akavuka mto, sasa inaonekana atatumia njia ile ile tena kurudi kule ambako alimcheka mamba. Sasa mamba huyo ni Harmonize, kama ametengeneza njia ya miba. Kwa hiyo kwa upande mwingine ni kwamba pengine labda WCB hawawezi kumuona kama ni mtu muhimu kwao, kwa sababu pengine anaweza akavujisha siri kwa Harmonize, kitu ambacho kinaweza kumfanya Ibra kukosa madili, lakini kingine ni kwamba kitamfanya wale team WCB waone kabisa ni kama msaliti, kwa sababu kitendo tu cha kusapoti kazi ya Harmonize katika kipindi hiki inaonekana kabisa kwamba ameamua kuwa chini ya Harmonize, kitu ambacho Diamond ameonekana kuchanganyikiwa kwamba inakuwaje dogo huyu ambaye nimemsaidia kujitoa katika lebo ya Konde Gang, nikatoa pesa zangu nyingi ili wanasheria wamsaidie aweze kupata stake zake, leo hii anaposti ngoma ya kaka yake. Ni kitu ambacho Diamond inaonekana anajiuliza sana, pengine labda huyu Ibra labda anataka pengine kurudi, ama ulikuwa ni mpango kwa ajili ya kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea upande wa pili, ili kuweza kumsaidia Harmonize kuweza kujipambanua na kuweza kujua kwamba ni wapi anakosea na wapi aweze kufanya ili kuweza kufika mbali. Sasa tunaona ndizo kopia hata na Wasafi na akamwagika vitu vingi sana. Sasa hii Friendzone imefanya vizuri sana na imezungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba ni ngoma ambayo kiukweli imeweza kumpa vitu vingi sana Ibra, lakini pia imeweza kumkaribisha katika familia ya Wasafi. Unalipia kuzungumzia kuhusiana na hilo? Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.